naendelea inshallah. Ya'lamuna dhahiran, wanajua hali ya dhahiri basi min alhayati dunia, katika maisha ya dunia. Na ndio kwa maana mengi katika wanaofanya wazungu athari yake inakuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuendekeza matamanio yao, wanatazama maslaha yao ya kidunia, hajui ndani wake kwamba wanaharibu mengi. Hata Shashara anasema mfano wao wamesema kwamba tunaunda gari, tunafanya nini, au sivyo? Ile gari ile na yale aliyofanya Mwenyezi Mungu naturally, ng'ombe, punda anasaidia, kinyesi chake kinatengeneza ardhi, yatengeneza hiyo gari aliyounda kwa maslaha ya kidunia. Uharibifu gani? Magesi yanatoa haya kusababisha maradhi chungu nzima. Ukitizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta mambo kwa hikma, namna mambo kila faida katika ndani yake, basi afuatwe maamrisho yake. Unapofuata utapata siri nyingi za Mwenyezi Mungu. Imani yako inakufanya uone mambo mengi sana, na kutokuwa na imani kunakufanya na upofu. Inama la ta'mal absar, sizo nyuso macho yenye kupofoka, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, wenye kupofoka ni nyoyo zilizokuwa vifuani. Na subhanallah. Kwa hivyo tukisema ya'lamuna dhahira min hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, na yote ukilinganisha hii mambo kujua kidogo katika mambo ya dunia, kwa sababu utafanya mengi ya kukupeleka motoni. Ile dhahira yani min al-akhirati hum ghafilun, wameghafilika ya akhira. Kwa hivyo hafanyi kwa ajili ya akhira, idhan wanafanya kwa ajili ya dunia. Na ukiendekeza dunia utakuwa katika waliopotea. Ukaendekeza dunia ukawacha akhira yako utakuwa uliopotea. Na ukifuata zile shuruti zinazotaka wewe ufanye kwa ajili ya kujenga akhira yako, utajiona katika mtu ulionyoka, au sio? Katika watu walionyoka wewe miongoni mwao. Na yote unafanya ya salih, mambo mema ya utengezaji na kunini, na kufanya kitu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maslaha ya wengineo na kwa ajili ya maslaha ya kila unaishi pamoja naye. Kwa hivyo hapa wao wameghafilika na akhira, kwa hivyo hawatekelezi maamrisho ya Allah. Na Mwenyezi Mungu kila alichoamrisha katika Qur'ani, alichomtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam ili atufundishe, ukiwa unaziona hikma ya maamrisho yale au makatazo yale, kama una imani safi, hauna upofu moyo wako, basi utaona nini siri ya kuamrisha jambo. Hatuamrishi Mwenyezi Mungu kutusali na tuinuke usiku tusali, ila kuna mambo chungu zima. Sasa hivi wanagundua katika kuinama na kuinuka na nini, hata ina faida kubwa katika viungo. Funga, wamegundua sasa hivi katika kufunga mwezi mmoja kuna mambo chungu zima inabadilika, ndio unafanya overall digestive system yako yote unaifanyia overall tokea mwanzo mpaka mwezi unamalizika. Na ukizidisha kwa miezi 2 na 3 unatesa. Alipokuja mtu kwa Mtume sallallahu baada ya mwaka akaja tena akaambia, nani wewe? Kama fulani ndio kuja mwaka jana. Wewe fulani, mbona umekonda mna hivi, mbona umekuwa taabani? Toka nilipoondoka kwako ya Rasulullah sijakaa siku moja kama sijafunga, mwaka mzima nimefunga pamoja. Alikwambia ujitese nafsi yako, kwa sababu alkaline situation katika tumbo lako, katika digestive system inataka kupunguzwa. Kwa hivyo ndio kama unapofunga zile acidic hii solutions zilizokuwa katika mwili zinakula alkaline, zinapunguza mashahamu yanayuka mambo mengi. Unafanya nini? Unasafisha chochote unapotaka kusafisha, oil unasafisha engine, au sio? Kadhalika engine itakusafishwa. Kufunga kwako wewe kunafanya nini? Moyo kwanza unapumzisha takataka zilizokuwa ndani, mashahamu yaliyorimbikika yanaanza kuyeyuka kwa ajili ya kutumika ili upate nguvu za kweli. Utaona mtu anadhaafika sana siku za mwanzo, alafu baada ya siku 3 ndio kidogo nguvu za kupata. Baada ya kishafika siku 10 15 kisomo kisha mwili mzima ushakuwa adapt na nini na hali ile situation ya kutokula muda mrefu. Na kwa hivyo huko katika kufanya nini? Katika kufanya repair, huko katika kufanya nini? Usafi katika mwili, kufanya unasema overall, au sio? Kwa hivyo hapa unapomaliza mwezi unajisi mtu fresh kabisa, na ile inakupa nguvu uweze kuinuka kwa ibada. Chochote unachokifanya kina hikma ndani yake.
ikiwa funga, ikiwa somo, ikiwa nini, sala, ikiwa hija, siri iko kubwa sana ndani yake. Lakini asionja ladha na furaha ya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hata kitu anapotukalifisha tuinuke usiku, tusali mchana, lakini mna siri chungu zima, nyingine anazijua Mwenyezi Mungu, nyingine kakufunulia. Anasema nyuso ambazo zinajidhalilisha kwa ajili yangu wakasali sana tena usiku, nyuso zile kujidhalilisha, lakini nazitukuza mbele ya Waislamu wenziwe. Anaona sura inavyonawiri. Mambo yako ndani kwa nani? Toleeni salamu. Mtu anapita, mimi namtakia nini? Mtolee salamu. Lakini assalamu alaykum pale pale nyoyo zinasemezana. Wa alaykum salaam. Watu wanafurahi. Au sio? Anasema kama kwa kufahamisheni jambo mkilifanya mtapendana, hadithi ya Mtume. Afshu salam bainakum. Toeni salamu bainakum. Subhanallah. Kwa sababu ukijiuliza hii salamu alaykum lakini si amri kwa sisi katika dini yetu tusalimiane, au sio? Hii amri kwa Mwenyezi Mungu kalitoa neno kutoka peponi. Chukueni ili mpate baraka zake. Huwa salam. Kwa sababu anasema inna ashaba jannati yawma fi shughlin fakihun, leo watu peponi wako katika raha kabisa, wanaenjoy tu. Hum azwajuhum fi dhilal, katika vivuli wao na wake zao, ala al-araik, katika makochi mazuri mazuri, mutakiuna bidunia, lahum fiha fakiha wala ma yataun, matunda kila aina, kila wanachoomba wanapeleka tu nini talab zao, nini wanachokitaka limani wanapaa, wala ma yataun. Salam قولا من رب الرحيم، قولا من رب الرحيم، kutoka Mola mwingi wa rehema. Chukueni salamu msalimiane. Salamu ya peponi, tahiyatuhum fiha salam, maamkizi yao ndani ya pepo ni salamu. Sasa salamu alaykum, assalamu alaykum, salam kauli kutoka Mwenyezi Mungu, na maamkizi ya peponi mmeletwa duniani. Na tunaona namna gani athari ya salamu, kwa dalili kwamba mtu asitoa salamu akapita watu wamekaa barazani, akapita tu watu watasema ina barazani, sana mpumbavu, hata salamu hajikutoa pale pale, mshatia nini kitu ndani nyoyo zao kila aliyekaa pale, au uongo bwana. Kama akirudi toka sasa hivi unapitia sasa hivi, bwana assalamu alaykum jamaa, samani mimi bila alaykum salaam. Unaona bwana, huyu mtu pale pale anabadilika, salamu inambadilisha mtu. La wallahi, siri ya salamu Mwenyezi Mungu akijua, asingetuamrisha, ila kila anachoamrisha leo Mwenyezi Mungu katika ibada, katika chochote kile, ndio kama jingine anasema Sheikh Sharawi, wewe dini imekuzulia uhuru wako, mitoto mizuri mizuri na kupitia mbele ya watu, wewe kufanya jambo la dini imenikataza, au sivyo? Watoto wako alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kwake akaambia mimi niruhusu nzini, alimwambia afatardhaha li ummika afatardhaha li ukhtik, unaridhika kwa mama kwa zini mbele yako, unaridhika kwa mama dadako, kaifa tardha fil akharin. Kwa hivyo basi, kwa nini wewe unaridhika wafanye wengineo? Wanapozuili watu macho yao yote wasitizame watoto wako unapopita nao, mkeo na watoto wako kike, sio wote wamezuiliwa uhuru ule. Haikujii furaha wewe kuliko mtu kakodolea macho yote yametoka na unaona uchungu, sivyo? Kadhalika wewe umezuiliwa mmoja tu, kwamba usiwatazame wengine, lakini Mwenyezi Mungu sababu ile kakulipa wewe kwamba umezuiliwa watu wote katika mtaa wako wasikae wakatamata na starehe na kuona watoto wako wanavyokwenda wake zako, sio? Kwa hivyo nani alipata faida? Wewe mmoja kuzuiliwa uhuru wako wakutotazama wengine, au watu wote kuzuiliwa uhuru wao wakutotazama wako? Lipi lilo na faida? Mengine hatuyaoni. Sasa kama uhuru, mtu mwanamke ana uhuru afanye anavyotaka, maisha ya uzunguni haya ndio hayo, hawajui dhahiri ya hayati dunia, wanafanya mambo yanawapeleka fil akhirati hum wao, sio wengine. Hum mara pili ni wao, sio wengine. Ghafilun, wameghafilika. Kwa hivyo watakiona chao. Unajengewa maisha yako akhira kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maslaha yako mwenyewe, na hii akhira unainunua kwa bei kubwa, bei ya limitations. Kuna mambo unapoa limit katika kufanya wewe halali yako mpaka hapo, ukikiuka hapo umeviwa haramu, itakuzuia usipate starehe za milele. Kwa hivyo wanaojua starehe za peponi wakajizuia katika dunia, hao wanajua mambo mengi katika hayati dunia. Ama hawa ambao wanastarehe wakaisahau pepo, hawajajenga pepo yao, wanataka maisha yao yote wamalizie katika dunia, hawa wanakuwa Mwenyezi Mungu
wamewafumba macho yao, wameziba nyoyo zao. Kwa hivyo wanajifanyia mambo, wanaona wao wanastarehe kwa kupendekeza nini matamanio yao ya binafsi, lakini katika hali mbaya. Na hapa ndio kwa maana inakuja katika aya 8, awalam yatafakkaru, je, hawa hawakai wakafikiri? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, katika nafsi zao. Allahu akbar. Sita hapo kwanza katazama Mwenyezi Mungu anamzindua binadamu atafakari katika nafsi yake kabla hajaenda kusema nini, ma khalaqa Allahu samawati wal ardh. Jambo la mwanzo, awalam yatafakkaru fi anfusihim, hawatafakari kuhusu nafsi zao, namna gani walivyoumbwa, namna gani mambo yanatokezea katika nafsi yao, nafsi zao. Halafu inakuja akaelezea, ukishatoka nafsi yako nenda katika mbingu na ardhi, ma khalaqa as-samawati wal ardh wama bainahuma, na vilivyokuwa baina mbingu na ardhi, illa bilhaqqi, kwa haki. Kwa hivyo hii bilhaqqi, hii katika kuumbwa wao kwanza na katika kuumbwa mbingu na ardhi na vilivyokuwa baina mbingu na ardhi, yote bilhaqqi. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, atafakari katika nafsi yake. Na unaikuta aya nyingine, wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu, je, hamuoni? Hamuoni kwa macho tu? La, wallahi kwa macho na kutafakari na kwa akili na kila kitu. Leo mweke daktari aliyobobea katika mambo akuchambulie tokea nywele wa kichwani mpaka nyayo yako na kila kitu katika mwili wako, akuchambulie kila organ iliyokuwa katika mwili wako, akuchambulie umuhimu hata wa nyusi na kope. Sisi tunaziona kope hizi, unazidharau kwa mtu mwenye kutafakari akatulia, akatulia akaona umuhimu wake. Leo weka gari siku moja tu, asubuhi mpaka jioni, tazama kioo chako kimejaa vumbi. Kuna siku kajaa vumbi katika jicho lako, Mwenyezi Mungu kajalia maji yanatoka, machozi panapokuwa na jambo mbio, au sio? Hizi kope ndo waipa zako, au sio? Ndo waipa zako, kope nyusi hizi, nyusi ziko wapi? Ndio hizi. Basi hizi kope ni badala ya wipers. Hakuna siku moja za gari imekaa wiki nzima hajaoshwa, acha tupige maji, au sio? Hamna siku kasema macho yangu yamekaa wiki nzima hajaoshwa, siku mbili. Hata ufikiri hikma, machozi na hikma, kope za hikma, nyusi za hikma, kila kitu. Wewe unaona pua hiyo? Leo pua ungelifanya kama mdomo. Pua ingelikuwa kama mdomo, kwanza imepinda chini, alafu kawekwa nini, fupa hili la kuzuia lisibane pua, ikawa tena huwezi kuvuta pumzi siku zote kwa wazi, na tena upepo upite kwa chini, na unapopita maskari tele wamejaa nywele zako, takataka vumbi wote. Je, dalili kwamba siku unapochukua ufagio wa gongo ule ukaanza kutoa mabuibui nyumbani, ukae dakika moja, ile jana imetoka wapi? Na kabla hapo ulikuwa una takataka zote ambazo zinasimamishwa na nywele zako, na unapopita kafika juu hapa ndio upinde ndani. Lazima kwanza kuna control kubwa hapa, ulinzi mkubwa, takataka nje, vumbi nje, wewe joto kaa pembeni, pita baridi wako kaa pembeni, yanapita hewa imeshapita katika nini, katika mashine za kukul au kuheat mpaka ikawa nini, ina temperature ile inayotaka nini mapafu yako kuchukua hewa. Kwa sababu wewe ukivuta hewa katika pua, halafu vuta ziba pua bana, halafu vuta kwa mdomoni, mbona hapa baridi, hapa inapita joto. Hajafikiria hilo dogo. Lakini Mwenyezi Mungu anaposema wala yatafakaru fi anfusihim, kaa ufikirie kitu kimoja, wallahi utapitia mabuku milioni moja wala hujamaliza kujielezea nafsi yako. Mkamate cardiologist, mwambie nini umuhimu wa moyo na kazi wafanya. Mkamate ENT doctors, ear, nose and throat, akwambie masikio na faida zake, pua na mdomo. Na mkamate figo, mkamate mwenye maini, daktari machango, daktari nini, mambo yote. Tizama nywele, tizama. Allahu akbar, subhanallah. Vitu vyote hivi binadamu akijitizama namna gani vinavyofanya kazi. Leo hii chakula kinapita hapo, au sio? Na hewa inatakiwa katika mapafu, chakula inaondoka katika digestive system, kuanzia stomach kuanza chini, liver nini, abdomen, au sio, katika intestine, au sio? Intestine, wazungu wanasema intestine, Wamarekani intestine, au sio, large and small intestine.
Haya yote haya wakati vyakula wewe unapita hewa, kuna kipande cha nyama kinaziba pap, sehemu ya chakula sipite hewa inasema sasa kitu gani kinachompa amri kwamba sasa hivi hewa inapita? Na unapotaka kupitisha chakula sehemu ya hewa pap inabana, inapita sehemu ya chakula inapokea. Subhanallah, wallahi ya akhi, mambo katika mwili haya. Mate yako chakula kinafika mdomoni, au sio? Ikiwa chakula aina nini, mfano starch, unasema unapitia chakula unatafuna, masticated by the teeth, lubricated by saliva, au sio? Unatoa kama oil unapaka chakula kile, mkate unaula kidogo wewe, mkate wa boflo ule ukifika ndani na mtamu, ile saliva imeshageuza starch into glucose. Allahu akbar. Glucose yataka katika tumbo, si kitu gani, sehemu za protein ndani ya liver, sehemu gani, kila kimoja kinapelekwa njia yake. Wallahi binadamu akikaa kielezea wale mtafakaru fi anfusihim, katika nafsi zao, wallahi utaka leo mpaka usiku utalala, utakuja kesho mpaka usiku, wakusanye daktari 10 20, kila mmoja alete experience yake kuhusu kiwiliwili na miujiza alikuwa katika kiwiliwili. Hapo ndo utapata 0.1% ya maana aliyokusudia Mwenyezi Mungu anapotafakaru fi anfusihim, au sio? Naam, jambo kubwa sana. Sisi tunapita tu aya, lakini kila neno lina maana, kila neno, kila tabiri katika Qur'ani ni miujiza kwa wewe upate kuona neema uliyokuwa nayo alikupa Mwenyezi Mungu. Halafu baada ya kutoka kwako nenda katika mbingu na ardhi utizame, inna fi khalqi samawati wal ardh, katika kuumba mbingu na ardhi, ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat, zote ayat, ishara za utukufu wa Mwenyezi Mungu. Basi nani leo albab, ashabul uqul, wenye akili, hao ndio alladhina yatafakkaruna, wanakutafakar katika kuumbwa kwa vitu hivi. Hawa alladhina yaabuduna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubihim, hawa ndio watu ambao waliotoa imani wakaona utukufu wa mambo kadha kadha aliyoumba Mwenyezi Mungu, na kuona ishara ya utukufu wake katika kuumba vitu hivi, wakamjua Mwenyezi Mungu, wakamwabudu pasabu kuabudiwa. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban